Chum TV. Furaha kiganjani. Vyama vya ushirika vinahitaji mafunzo katika nyanja mbalimbali na mafunzo ya aina mbalimbali. Kwanza kwenye chama kuna viongozi. Kwa hiyo viongozi nao pia wanatakiwa wapewe mafunzo, wajue namna gani ya kuviendesha hivi vyama vya ushirika. Lakini pia wanachama wanatakiwa wapate mafunzo mara kwa mara na ndio maana tunashajihisha hivi vyama vya ushirika viwe na kamati ya elimu. Kamati hiyo ya elimu inakuwa na 5% ambayo inatoka kwenye faida ya chama. Wanatenga tengo la 5% ambayo inatumika kwa ajili ya 10% ya faida ambayo inatengwa kwa ajili ya mafunzo. Kwa hiyo mafunzo hayo pia wanapewa na watendaji. Ikiwa chama kimeajiri mtendaji, kwa maana kwamba labda keshia, mfagizi, tailor made kwa vyama vya akiba na mikopo, lakini manager pia. Kwa hiyo wale nao pia wanastahiki wapewe mafunzo. Mikopo katika vyama vyetu vya SACCOS hutolewa zaidi kwa wale wanachama wa vyama hivyo. Kwa mfano, kama kuna vyama ambavyo vina wanachama 100, 500, 300, kwa hivyo wale wanachama ambao wamejiunga ndani ya vile vyama vyenyewe vya SACCOS, basi ndio wana haki ya kwanza kupatiwa mikopo na si vinginevyo. Ikiwa amechukua mkopo wa dharura, taratibu zinaelekeza si chini au si zaidi ya miezi 6 au ameshakamilisha malipo yake ya mkopo wa dharura. Lakini mikopo mingine inayoitwa mikopo ya maendeleo, hii huwa anaigawanya wenyewe vyama vyao kwa mujibu wa taratibu vyao. Kuna vyama vya miaka 2, kuna mikopo vyama vingine wanaweka mwaka mmoja, kuna mikopo mingine vyama vinaweka miaka 3. Itategemea sera na taratibu za chama husika. Kwa hivyo hapo katika ulipaji kati ya mwaka mmoja, 2 kutokana lakini na utaratibu wa chama husika. Takiwa watumie vizuri kwa malengo chanya ya kuanzisha ama kuendeleza biashara zao ama kutumia katika uzalishaji mwingine wa halali ambao upo chini ya utaratibu wa kinchi na wasivuke sheria au taratibu za nchi. Lakini pia wanaweza kuitumia mikopo hiyo kwa kupata elimu ama kutumika katika masuala ya biashara na huduma nyingine zao binafsi ama za familia zao. Tumejifunza mafunzo kutoka idara ya vyama vya ushirika, itatusaidia kuteremsha kwa SACCOS zetu, kwa sababu kuna tatizo kubwa za SACCOS zetu kujua miundombinu na zaidi ya bajeti na mpango kazi. Mara nyingi sana SACCOS zetu zinakwenda tu utaratibu waliojipangia wao mwenyewe. Wamepata mfumo wa SACCOS zinapoendeshwa, at least tuondokane na mizozo. Mara nyingi sana na kwa mizozo hasa mambo ya mipango ya kifedha. Kwa hiyo tunapata miundombinu ya budget. Kwa hiyo at least kila shirika tutapata mafunzo at least kabla ya kupanga mipango kazi, iandaliwe budget ambayo itasaidia kwa kila mwaka kujua dhamira na malengo ya kuziendesha SACCOS zetu. Huwa tunafanya mafunzo kila baada ya miezi 3. Na hii tunaifanya kwa watendaji, yani watendaji, viongozi, na baadaye itashuka hadi kwa wanachama. Lakini tunaanza zaidi kwa viongozi ili kuhakikisha kwamba zile SACCOS zinakuwa imara na endelevu, hasa kwa upande wa uongozi wa zile kamati na kuzifundisha baadhi ya mada ambazo ni muhimu, kwa mfano mpango kazi, bajeti, uongozi. Kwa maana hiyo tunakuwa na programu hii ya miezi 3 na kuwafanyia haya mafunzo na kuhakikisha kila baada ya mafunzo hakikishe kwamba wale washiriki ambao tumewalika katika kufanya mafunzo haya, basi tutafanya follow up na kuendelea katika vyama vyao na kuhakikisha yale mafunzo ambayo tumetarajia kuyatoa, basi tuhakikishe kwamba wanayafanyia kazi.